Bado tupo kwenye zile siku kadhaa za familia. Tunaelekea kilele siku ya familia kitaifa ambayo ilitangazwa rasmi na waziri mwenye dhamana wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima alielekeza kama vyombo vya habari wa Tanzania kwa jumla tuendelee kuyazungumza yahusuyo familia. Na sisi kwa kulitambua hilo katika vipindi vya dini tunao watumishi wa Mungu kuzungumzia swala zima la familia. Kwenye engo gani? Bado tuko na mwendelezo na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la TAG Pasiansi ya Juu, kutoka kwake mtumishi wa Mungu Mchungaji Emmanuel Luanja. Tunaizungumzia hekima. Kwenye kipengele gani? Tunaendelea na ndoa. Mchungaji, karibuni sana. Amen. Karibuni watumishi wa Mungu. Asante sana. Ndugu msikilizaji, nikusalimie kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina zuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimshukuru Mungu kwa siku ya leo njema kabisa. Majina yangu ni Emmanuel Luanja. Tupo kanisa la TAG Pasiansi ya Juu, na tunashukuru wote ambao mnatupigia simu na mnaendelea kupata ushauri, na hata siku ile ya Jumapili bado mlitupigia simu kutafuta ushauri. Nataka niseme tu kwamba masomo haya ni neema ya Mungu tu kwamba ipo juu yetu, na lengo hasa ni kutusaidia tuishi kwa amani na kwa usalama zaidi kupitia Mungu aliyetuumba. Niko na mtumishi mwenzangu akusalimie kwa ufupi. Karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Wasikilizaji, ninawasalimu katika jina la Yesu. Nawakaribisheni kwenye kipindi hiki tena. Kwa majina yangu naitwa Peter Edward. Karibuni sana. Asante sana. Nikupe namba zangu za simu ambazo unaweza kututumia ujumbe mfupi ukituambia unatupata kutoka wapi. Namba zetu ni 0765 166 174. 0765 166 174. Unaweza ukatuma ujumbe wako hapo na ukatuambia uko wapi, unatupata kutoka wapi. Ndugu zetu wa kule Kagera tunatambua kwamba mnatusikiliza, Magu na maeneo mengine ya Musoma huko tunatambua kwamba mnatusikiliza, Ukelewe na Sengerema. Mungu awabariki sana. Wiki iliyopita tumeendelea kujenga msingi wa hekima katika ndoa. Sehemu ya ndoa ni sehemu ambayo tukasema hekima inapaswa ijulikane kwamba mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Na kama tumesema mwanzilishi wa ndoa ni Mungu, hapo tunataka tujenge msingi wa familia yenye afya. Familia ambayo itakaa kwa raha, familia ambayo itakaa kwa amani. Na kwa sababu kumbuka, ndoa ndio inayojenga dunia. Ndoa inajenga mtaa. Ndoa ndio inayoanzisha uwepo wa watu duniani. Maana ni kiwanda cha uzazi ndoa. Kwa hiyo tuko hapa tuzungumzie hapo kwamba Mungu aliona vema iwepo ndoa kwa sababu ndio mwanzo wa taifa. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru. Nasema asante kwa ajili ya muda huu tena mzuri ambao Bwana umenipa neema tena kwa katika studio hizi. Naomba Bwana ukapate kutawala kipindi hiki, na Bwana ukapate kusema na msikilizaji wangu, na rehema zako na upako wa Roho Mtakatifu ukatawale nyumba hizi kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kabla hatujaendelea, nataka tukajifunze somo letu zuri kabisa la ndoa, na leo nataka tukasome kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 hadi mstari wa 4 pale, na tutaenda zaidi leo, labda ikimpendeza Mungu tumalize kipindi leo. Hebu karibu tusomee pale kwa haraka. Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 21 mpaka 24. Biblia inasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu uliotwaa katika Adamu, Bwana Mungu akafanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake
na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Amen. Asante sana ndugu mtumishi wa Mungu Peter. Niseme tu kwamba leo kipengele cha leo nataka tuzungumzie ndoa, kwamba ndoa ni baraka ya kuondoa upweke. Amen. Kwa sababu tangu mwanzo tumezungumza kwamba ndoa ni baraka iliyobarikiwa na Mungu. Yaani kwa maana ya kwamba ndoa ambazo Mungu ameziasisi. Unajua mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Mungu alimuumba Adam kama mwanadamu wa kwanza, mwanaume. Unajua Mungu alianza kuumba mwanaume. Amen. Na alipomuumba mwanaume huyu, Mungu alimwacha kwa muda mrefu ili aone kama anaweza akaona simba, labda akaona nyani, akaona sokwe mtu. Sasa mwanadamu mwenye akili na ufahamu kwa muda mrefu alikaa mpweke, na Biblia inatambua, inasema kwamba Mungu akasema sio vema huyo mtu awe peke yake. Manake aliona ule upweke wa huyu Adam, kwamba alitambua, Adam alielewa kwamba mimi siwezi kuchukua nyani akawa mke, siwezi kuchukua sokwe akawa mke, siwezi kuchukua kiumbe kingine. Yeye aliona vema kumngoja Mungu aliyemuumba. Yaani alikubaliana na upweke, lakini aliishi kwa muda mrefu. Lakini aliyegundua hitaji la upweke kwamba linatibiwa kwa kuleta mke ni Mungu. Amen. Ni Mungu. Mungu ndiye aliyesema kwamba sio vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Na anaposema nitamfanyia msaidizi, hasemi namfanyia wasaidizi. Na ili wanaume wenzangu tuelewane lugha. Unajua Mungu alipokuwa na plani, anasema nitamfanyia msaidizi. Na ndio maana ulitolewa ubavu mmoja. Amen. Akatoa ubavu mmoja, akautengeneza ukawa mwanamke. Alafu Mungu akamleta yule mwanamke kwa Adam. Amen. Alafu Adam anasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Amen. Ni nyama katika nyama yangu. Amen. Kwa hiyo akasema huyu ataitwa mwanamke. Amen. Kuonyesha kwamba Adam alifurahia, hii ni baraka Mungu amenipa. Unajua Mungu hajakupa kitu kibaya. Rafiki yangu, mwanaume mwenzangu ambaye uko hapo nyumbani, najua wakati umetulia unaendesha gari, umetulia nyumbani kwako na watoto, somo kama hilo usiliache kulisikiliza. Kwa hiyo Mungu akaona vema huyu mwanaume aletewe mwanamke ambaye anasema atakuwa nini? Msaidizi, sio wasaidizi. Kwa aliona aletewe msaidizi ambaye angeliweza kumsaidia Adam. Amen. Sasa wakiwa watano, wakiwa sita, watakusaidiaje hawa watu? Tutaendelea kuangalia huko mbele tuone kusudi la ndoa ni nini. Lakini nataka niseme tu kwamba Mungu alipoona ndoa sasa iwepo, manake aliona mume na mke wawe kitu kimoja. Kwa hiyo ndoa ni baraka ya kuondoa upweke. Yaani Mungu alisema sio vema mtu awe peke yake. Shetani tu ndo anayewinda ndoa watu wakae wapweke. Na ninafikiri kwamba Shetani alipogundua Adam amepata wa kumsaidia, Amen, hakuenda kuvuruga simba wala nyani. Amen, Akaenda kumvurugia ndoa. Amen, Na adui mkubwa wa ndoa ni Shetani. Amen, Na huyu ndiye ambaye alipandikiza mbegu ya kutafuta upweke. Amen. Unapoona wanandoa wanatengana, unamkuta leo mwanaume anaoa vizuri kwa ndoa kubwa, harusi kubwa, familia hii imejengwa, sasa mnasema hii ndoa inaenda kutulia. Watu wanakaa miezi miwili, unasikia mtu yupo kwao. Unasikia mtu amepelekwa sijui wapi, sasa bwana walishatengana bwana. Wale watu walishatengana. Nataka nikwambie adui wa ndoa ni Shetani. Lakini Mungu ndiye aliyebariki ndoa, na ndoa imebarikiwa kwa kazi moja tu, kuondoa upweke. Ndugu msikilizaji, upweke, Mungu alikuwa anatibu swala la upweke. Unapokaa peke yako huwezi kufanya vitu vingi. Unapata msongo wa mawazo, unapata hali fulani ya maisha ya kutokuwa na amani. Na ninataka nikwambie kwamba Mungu alipoifanya ndoa, tumesema wiki iliyopita tukasema ndoa ni paradiso ndogo. Amen. Yaani Mungu aliiweka ndoa kama mahali pa kusherehekea. Hawa wanandoa washerehekee hii ndoa,
wafurahie maisha, watoto wafurahie baba, baba wafurahie watoto, mama wafurahie watoto, mama afurahie mume wake, yani familia pawe mahali pa kufurahi. Na ninafikiri mfumo ambao adui alikuja kuingilia katika bustani ya Edeni ilikuwa ni kwanza avuruge mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Amen. Yani pale ndo kwenye chanzo. Ukitafuta chanzo cha upweke wa kutafuta ndoa au kutafuta taraka, watu leo wanatarikiana, na unaweza kukuta mtu anaoa mpaka mara 8 mara 10 kwa sababu anachokiwaza pale nafikiri atapatia. Amen. Na shetani anamtuma, anamwambia ukimwacha huyu utapata yule. Maana sasa wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo mtu anasema bwana mimi niache huyu bwana, nitaoa pale, nitaoa yule. Lakini kila anapooa anafikiri amepatia, kumbe hajapatia. Amen. Maana matatizo ni yale yale. Amen. Anayesababisha ndoa kuvurugika ni shetani. Sasa badala ya kutibu tatizo la kumpinga shetani ambaye ndiye anayekuja kuvuruga ndoa zetu, badala yake watu wanafikiri tatizo liko kwa mwanamke au tatizo liko kwa mwanaume, ni heri tu nikaachika, ni heri tu nikafanya hivi. Lakini ukweli halisi, ndugu msikilizaji, Mungu aliyeumba ndoa, kama sio shetani kuja kuvuruga ndoa, kiukweli ndoa ilikuwa na mwingiliano mzuri. Amen. Adamu alikuwa analetewa msaidizi wa kumsaidia majukumu. Amen. Unajua siku za leo kinachovuruga kingine ndoa ni mfumo wa maisha. Watu wanaiga Ulaya. Ulaya kuna ndoa za aina yake, kule kuna ndoa za mikataba, lakini Waafrika sisi ndoa zetu ni tofauti, kwa sababu kinachovuruga ndoa wakati mwingine tunasema ni ule mtazamo hasa wa kuiga mifumo ya watu wa nje. Utakulete mambo ya Ulaya, utakulete huko, na wanasema siku hizi 50 kwa 50. Sasa hii 50 kwa 50 sio mpango wa Mungu kabisa. Kabisa. Sio mpango wa Mungu. Kwa sababu tukija kimfumo wa Biblia, unajua mfumo wa dunia na Mungu ni tofauti. Amen. Yaani shetani anaingilia mfumo wa Mungu. Amen. Mahali pa kumuita msaidizi, leo hata wanaofunga ndoa anasema wanaoana. Sasa sijui hapo mtumishi unaionaje hiyo? Ni wanaoana au kuna mwingine? Hebu saidia kidogo. Ni kweli kabisa mtumishi wa Mungu na mchungaji, kwamba watu mifumo imekosewa na watu wameenda mbali zaidi. Ni kama vile ulivyosema kwamba pale shetani ameingilia kati. Sasa anajaribu kutangua baadhi ya vitu na kuweka vitu ambavyo yeye vitaleta matokeo mabaya. Kwa mfano kama hizo lugha kwamba wanaoana. Maana kuoana ni sio lugha rasmi. Maana mtu anaolewa au anaoa ndio lugha rasmi. Anaolewa, anaoa ndio lugha rasmi, sio kuoana. Maana kuoana hapo kija kutafasiri kuichambua haupati maana halisi, lakini anaoa, anaolewa ndio maana halisi ya Kiswahili ambacho kinatakiwa kitumike. Lakini baada yake shetani ameingiza baadhi ya Kiswahili fulani. Kwa hiyo wakisema wanaoana pale ni kama kila mtu akiingia hapo ndani ana madaraka yake. Kabisa. Anaweza akasema baba leo deki. Kabisa. Yani wanapeana, maana yake kila mtu anaza kwake pale. Maana kuna usawa fulani kwamba tuko sawa. Lakini kwa mujibu wa maandiko, sisi tunazungumza kwa mujibu wa maandiko. Amen. Kwa mujibu wa maandiko mwanamke ni msaidizi, lakini mwanaume anaoa. Amen. Na Biblia inasema kwamba ataacha wazazi sasa. Amen. Baba na mama. Amen. Kwa swala lingine ni kwamba mwanaume aelewe hata anapooa haolei kijiji. Amen. Haolei wazazi. Amen. Maana kuna wengine hata anapooa anaenda kumtua kwa babake na mamake. Amen. Lakini Biblia inasema kwamba mtu ataacha baba na mama. Yaani mnaondoka, mnapatana wawili, mnatoa mahari, mnakwenda kuishi peke yenu mahali, mnaanzisha familia. Amen. Kwa hiyo ndoa ni lazima iheshimiwe, na ndoa ni lazima irudi kwenye mifumo. Kwa hiyo wanandoa tuelewe kitu kimoja kwamba unapooa au unapoolewa, kumbuka ndoa ni ya watu wawili, sio watatu, na ndoa inatibu upweke. Nataka niseme tu kwamba hata unapokubali kuachika mwanamke, mmejenga nyumba. Baba mmoja kule kwetu mahali fulani huko unakotoka sisi, walizaa watoto mpaka wamesoma vyuo vikuu, yani wamefanikiwa watoto, alafu wamefika ni watu wazima, anasema unajua, alafu anasema unajua tumeamua kuachana na mpango nioe tena. Yani mmefika mmepambana
mmetafuta pesa, mmejenga nyumba, mmenua na magari, mna maisha yote mlioyapata, alafu anasema unajua mimi naamua tu niachane. Nataka niseme ni mpango wa shetani. Ni mpango wa shetani. Na tuna watu wamejinyonga kwa sababu ya ndoa. Tuna watu leo wanajuta kwa sababu wameachana. Lakini nataka nikwambie mpango wa kuachana ni mpango wa Ibilisi. Maana ulianzia bustanini. Kwenye bustani ya Eden, shetani aliingilia mfumo, akamdanganya mwanamke, na mwanamke akakubali kula tunda, na alipokubali kula tunda, baada ya hapo watu wale wakajikuta ile ndoa yao ikaanza kuwa ni ndoa ya kurushiana maneno. Mpaka leo watu wanarushiana maneno. Inawezekana ni mtoto ndo aliweka kochi hivi au TV akaiwache kukosewa hivi. Yaani watu wanaweza kurushiana maneno. Ni wewe. Mwisho wanapigana. Lakini ukweli halisi kwenye ndoa sio mahali pa kupigana, sio mahali pa vurugu, sio mahali pa kupigana. Kama niseme tu kwamba Mungu akusaidie mwanamke uliyetoka hapo kwenye nyumba, mwanamume ambao una mpango ulidhani wewe uoe mke wa pili. Jambo hili sio kurudi kuoa mke wa pili. Jambo ni kujua tu kwamba mwanzilishi wa ndoa ni Mungu aliyesema sio vema huyo mtu awe peke yake. Na huyo mtu ambaye aliambiwa awe peke yake ni mwanaume. Anasema kwamba huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Mkeo ni mtu wa maana. Mungu amekupa mke, kaa naye kwa upendo, muonyeshe upendo. Nataka niseme tu kwamba mwanaume alipoumbwa alipewa hali ya Mungu. Amen. Na kama alipewa hali ya Mungu, wataalamu wanasema kwamba hata mwanaume anapoambiwa kwamba yeye atamtawala mwanamke, haizungumzii kumtawala kibabe. Amen. Kitaalamu tunasema kwamba mwanaume anapopewa neema ya kuwa kiongozi au kupewa utawala katika familia, Mungu anamaanisha kwamba huyu mwanaume atakuwa baba anayeaksi moyo wa Mungu. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye upendo. Amen. Mungu ni Mungu ambaye anapenda kujali, ana huruma. Lakini pia ana msimamo. Sasa kama ni hivyo basi, mwanaume, Biblia inapozungumza neno lile kumtawala, haizungumzii ubabe. Ubabe, kupiga mke, kumwongoza kwa mamlaka ambayo inapitiliza viwango vya ufahamu wa kawaida. Mwanaume anatakiwa kumwongoza mwanamke kwa upendo. Mwanamke anaongozwa kwa upendo, anaongozwa kwa mambo, yaani unaongoza kwa moyo mzuri, moyo wa amani, maana unamwakilisha Mungu. Amen. Na msingi wa kwanza, kama ambavyo nimekuambia wiki iliyopita, nikasema kwamba habari ya ndoa ili iwe salama, mwanaume elewa umeumbwa na Mungu. Na kama umeumbwa na Mungu, wewe hapo nyumbani ni mchungaji wa hiyo familia. Na kama ni mchungaji, Mungu anakuona wewe ni mtu ambaye unatakiwa uilee hiyo familia katika maadili ya Mungu. Na mahali pa usalama kwako ambapo ili uonyeshe kwamba una msingi mzuri ni kumrudia Mungu na kuona kwamba msingi huu kama uliukosea mwanzoni, hebu rudi kwa Mungu aliyeanzisha ndoa. Badala yake tusikubaliane na mfumo huu wa kuacha. Kanda ya Ziwa tunaongoza, wakati mwingine wanasema kanda ya Ziwa ni kama inaongoza kwa kuacha. Yaani masingomaza ni wengi na watu wengi wanapenda kusimulia, niliachwa, nimeacha na hivi na mpango niowe tena. Ukiuliza sababu atakwambia unajua alikuwa na kiburi, na mwingine atasema mume wangu alikuwa na hasira. Tatizo ni Yesu hayupo kwenye hiyo ndoa. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Laiti turudi kwa Mungu. Mungu anaagiza wanandoa turudi. Wanaume wenzetu ambao mko huko mtaani, na juu unanisikiliza hapo nyumbani, Mungu anakuita utubu. Turudi mahali ambapo Mungu alitaka tuishi. Na Mungu anasema kwamba sio vema huyo mtu awe peke yake. Lakini unajua, hata ukiangalia vizuri, hata pale mwanadamu aliyepotea pale bustanini, Mungu alienda kumuuliza Adamu. Amen. Hakumuuliza Hawa. Kabisa. Wala hakusema Hawa uko wapi. Akasema Adam uko wapi? Amen. Na Adamu akasema nimejificha. Akasema umekula tunda wewe? Akasema hamna, ni huyo mwanamke. Hii ni kuonyesha kwamba mwanaume akimrudia Mungu, mwanamke anatakiwa kumfuate huyo Mungu. Amen. Kwa sababu mwanaume ndio msingi. Mwanaume ndio msingi wa ndoa. Sasa wamama wengi wamemrudia Mungu na bado wanapigwa. Wamemrudia Mungu, wanaenda kusali, lakini bado tena wanaume bado hawajali kwamba mke wangu anasali na hivi. Lakini mimi nataka niseme tu kwamba Mungu amekupa nafasi mwanaume uweze kumrudia Mungu.
uweze kumrudia Mungu. Amen. Rudi kwenye msingi, kwa sababu mahali pa kuiponya ndoa, mahali pa kuiponya familia sio kuvunja ndoa, sio kukaa katika maisha ya upweke na kusema nitakaa peke yangu na kusema nitaishi mwenyewe, ni heri nikae nyikani. Sikiliza, baba mmoja alioa mke wa kwanza wakagombana. Amen. Akasema dawa ni kuoa mke wa pili. Alipooa mke wa pili, Ndio. yakawa majanga, wakapatana wale wanawake wote wakawa wanamsumbua. Yaani kama alivyokuwa anamsumbua bi mkubwa na bi mdogo naye akaanza kumsumbua. Ndio. Akasema hapa mimi kwa sababu sipendi kelele, akaamua kutengeneza mnara. Yule baba akatengeneza mnara, akaenda kuwa anaishi juu ya mnara. Kwa hiyo akawaambia wake zake, zamu yangu, zamu zenu nitawapangia. Kwa hiyo mnakuwa mnaniletea chakula kwa kamba, sipendi kuwa napigizana kelele na nyie. Sasa huyu baba akiwa juu ya mnara pale, wanawake hao wakapatana, wakasema ili tumshushe kwenye mnara ili ashuke mwenyewe, tutakuwa tunapika ugali mbichi. Amen. Kwa hiyo bi mkubwa akisonga ugali anasonga mbichi, kwa hiyo lazima atapiga kelele tu. Yule mwanaume akapandishiwa chakula anakuta kibichi, inabidi apige kelele, mbona ameniletea kibichi? Akajikuta kumbe sio dawa kukimbia mji. Amen. Ikabidi ashuke kutoka kwenye mnara arudi tena kwenye familia, maana yeye ndo baba wa familia. Amen. Nataka nikwambie, shetani usimpe nafasi akaivunja ndoa yako. Unahitaji kurudi tu kujua kwamba dawa sio kuoa mke wa pili, dawa sio kuoa mke wa tatu, dawa ni kurudiana na mkeo. Msimamishe Yesu hapo katikati, aliye mpatanishi, anayeleta upendo, anayeleta nidhamu, anayeondoa kiburi. Amen. Mungu akusaidie sana ndugu msikilizaji, kwa sababu tumezungumzia sana ndoa, kwa maana ya kwamba ni maeneo ambayo kama Mungu anasema tunaondoa upweke, mahali ambapo shetani anashughulika, anataka upende kukaa peke yako. Ndio maana mwanaume anakufa haraka, saa zingine vidonda vya tumbo vinakumaliza, unataka kufa na mawazo. Ndugu yangu, nataka nikwambie Yesu bado yuko, anakupenda na alikuja kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo tunahitaji kurudi kwenye msingi wa kujua aliyeleta ndoa ni Mungu. Kwa nini ndoa? Unajua, katika ndoa mke na mme wanasaidiana, wanatiana moyo, wanabebeana mizigo pamoja. Yaani kwenye ndoa mwanamke anatakiwa akae kama mfariji. Amen. Mwanaume anatakiwa akae kama baba anayekuja wakati mwingine na zawadi. Amen. Baba unarudi na zawadi nyumbani, unakuja na zawadi, mkeo anapokea zawadi, na mwanamke naye anatakiwa ajali zile zawadi. Hiyo ndoa itakuwa ni nzuri, maana ni mahali pa kuondoa mawazo. Amen. Na mwanamke anatakiwa ajue jambo moja, mwanamke anatakiwa ajue hata namna ya kumpokea mmewe. Kuna ndoa moja ilivunjika kwa kosa la kutopokelewa tu. Amen. Maana unajua saa zingine wanawake na nyie, ngoja tuongee kidogo. Yaani mwanamke wakati mwingine amepungukiwa tu heshima. Amen. Hali ya kumjali mmewe, hali ya kumpokea mmewe, ametoka kazini, mwanaume anajaliwa, mwanaume anapendwa pia, anapenda aone kupetipetiwa. Anaporudi mpokee mzigo. Yule mwanamke alikuwa akiletewa mchele, hawezi kumpokea mmewe mpaka apeleke chumbani. Hapo akifika pale mwanaume anakuta masufuria hapo kwenye masofa, sijui nini, yaani hakuna ustaarabu pale nyumbani. Amen. Mwisho wa siku yule mwanaume akasema kama ndio hivi mimi navunja hii ndoa. Kwa hiyo tumeshuhudia ndoa nyingi zikivunjika kwa sababu tu ya kukosa ile hali ya kuheshimiana. Amen. Hali ya ukarimu. Mwanamke umeumbwa kulea, umeumbwa ukarimu, umeumbwa kumsaidia mmeo pia, umeumbwa kumjali huyo mme. Anapotoka kazini anategemea apate maneno kama matatu hivi. Unajua kwenye ndoa kuna maneno matatu mwanamke akipungukiwa ndio analeta shida. Amen. Jambo la kwanza, ndani ya mwanamke hatakiwa apungukiwe neno pole. Amen. Yaani pole na kazi mme wangu. Hilo ni jambo la kwanza. Kabisa. Na jambo la pili, anatakiwa asipungukiwe neno linalosema asante. Unapopewa ile pocket money ya asubuhi pale, unaambia mme wangu asante na Mungu akubariki, uende kwa amani. Alafu jambo lingine la tatu ambalo mwanamke alitakiwa lipungue kwake ni neno samahani. Hii ni ladha kwenye ndoa. Mwanamke ambaye anakaa vizuri na mmewe anaweza kuwa ana ndoa nzuri hapo, maanake anajua kusema asante, anajua kusema pole na kazi, anajua kumwambia mmewe samahani.
Amen. Hapo ndipo mahali ambapo ndoa tunaleta hapo. Ndio unasema nimeolewa na wewe anasema nimeoa. Mwanaume ameumbwa kupenda, mwanamke ameumbwa kutii. Amen. Kwa hiyo Mungu anataka kuona ndoa zetu zinarudi kwenye msingi, ndoa zetu zinarudi kwenye mstari ambao Mungu alituumbia. Kwa sababu Mungu anataka kuona mwanaume anakaa kwenye site, ampende mkewe. Na mwanamke anapaswa kurudi kwenye mstari wa kurudi katika hali ya kuwa na maneno mazuri. Amen. Hebu kumbuka dadangu hapo nyumbani, wewe ambao unanisikiliza sasa hivi, ni lini ulimwambia mmeo pole na kazi? Ni lini ulimpokea hata gazeti? Mama mmoja aliniita siku moja, ni mke wa mtu mzito kabisa. Amen. Akanambia, mchungaji, wewe najua unaweza ukanisaidia wazo. Mume wangu anarudi saa 6 za usiku. Na akija usiku saa 6 hiyo anakuja amenivalia manguo na analala ukutani. Hivi mwanaume analala ukutani? Mwanaume analala ukutani. Nikajaribu kumwambia, nikasema, mama sikiliza, kama unataka kuponya ndoa yako, nikamwambia cha kufanya, kama anarudi usiku na ni mtu mkubwa na cheo chake, nikaambia dawa ya ndoa leo nataka nikupe dawa. Nikaambia akirudi leo usiku saa 6 usimgombeze na wala usimnunie. Maana chanzo kingine ambacho kimevunja ndoa au kimefukuza pia hata wanaume kujikuta wanarudi saa 8 za usiku ni makelele ya wanawake pia. Amen. Yule mwanamke alikuwa akirudi mmeo anaanza kumkoromea, unanirudia usiku na mlango asifungui. Sasa usipofungua wewe ndio uliyeletwa hapo, huyo ni mmeo. Anza kumpenda na kumvumilia. Sasa yule mama nikamwambia, leo mmeo akirudi mpokee, kama ni gazeti mpokee, kama ni kamzigo kokote mpokee. Atakapofika ndani mmeo, atakapofika ndani muulize, mume wangu unaanza na kahawa, maziwa au unakula chakula au unaoga? Umeandaa maji ya moto? Nikamwambia andaa maji mazuri ya moto, mpelekee bafuni mmeo. Akasema, mchungaji, ni hayo tu? Nikamwambia ndio, hiyo ndio dawa, hakuna dawa ya ndoa nyingine. Swala ni kumjali mmeo. Hapo nikamfundisha mazingira mazuri. Sasa mengine hatuwezi kuongea, maana tunajua tuko mbele ya watoto. Lakini yule mama kuna wakati alikuwa apate hata haki zake zingine. Lakini nilimfundisha mambo fulani, lakini siku ile akanambia, unajua nilimtembelea baada ya siku 2, alikuwa anacheka mwenyewe. Kwa sababu aliweza kujikuta ndoa yake ikapona. Ndoa yake ikapona. Ndugu msikilizaji, ninajua unabarikiwa na kipindi hiki, na ikikupendeza unaweza ukawa unafadhili kipindi hiki pia, kwa maana ya kuwa unatuma chochote ili uweze kusapoti. Mungu akubariki ili tuweze kuongeza muda. Anasema nakupata vizuri sana mtumishi, kwa jina naitwa Mikaeli Elasto, nipo Chabula. Mungu akubariki sana, tunakupata kutoka hapa. Anasema Yesu asifiwe mchungaji, mimi Charity nawapata nikiwa Kirumba, barikiwa. Mungu akubariki sana. Na mwingine anasema najiunga, mimi nipo hapa Sengele Misungwi, hapa tunawapata maombezi Mr. Fred Masa. Mungu awabariki sana, tunashukuru kwa kipindi hiki. Tunakwenda kumaliza, niseme tu Mungu akubariki, ni kuombee. Baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya kipindi hiki, na mweka wakfu mtumishi wako huyu ambaye amesikiliza kipindi hiki. Naomba uponyaji wa ndoa za kanda ya Ziwa, na Bwana ukazidi kuwatunza na kuwapa amani. Baba, waunganishe hao waliokuwa wameachana. Roho Mtakatifu kalejese hizi ndoa na ukawaunganishe tena. Bwana, ondoa roho ya migogoro katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakubariki katika machache nikiamini Bwana umefanya. Amen. Amen. Basi Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Niombe mtumishi, unaweza kutaja namba mara moja alafu tuweze. 0762 96 72 31. 0762 96 72 31. Basi Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Tunakukaribisha sana kanisani kwetu pale Pasiansi ya Juu. Tunafanya ushauri, tunafanya maombezi. Mungu akubariki sana. Ni Pasiansi karibu na shule ya Sunrise pale, na Mungu akubariki sana. Namba zangu ni zile nimetaja mwanzo, siwezi kurudia tena, na Mungu akubariki.